ujumbe wa siku ya leo, na ujumbe wa siku ya leo unakaa kama wimbo mwingine tulikuwa tunaipa Sunday school, tunasema trust and obey. Trust and obey. Amini na uweze kutii. Amini na uweze kutii. Amini na uweze kutii. Trust and obey. Hiyo ndio kichwa cha ujumbe wa leo. Kuna wimbo unasemaga hivyo, tulipa tukiwa watoto shuleni ama watoto wa shule ya Biblia Sunday school. Na ukakuwa ni wimbo ambao ulikuwa tu atujui. Watoto wanaimba hata sasa hivi wapewe ibe Baby Jesus. They don't have the revelation. Lakini wameimba tu waimbe kwa sababu ni wimbo. But baada ya kukaa wakiwa wakubwa watajua ni kwa nini waliwaambiwa wa trust na waobey Yesu ama Baby Jesus vile wameimba saa hii. Watajua baadaye Baby Jesus I love you. Saa hii watoto mawazo yao inawaambia Yesu ni mdogo sana kama hao. Hiyo ipo imewekwa wakiambiwa Big Jesus hawataweza kuwezana na hiyo. They cannot comprehend. Lakini venye wanaambiwa Baby Jesus sasa kwa mawazo yao wanajua Yesu ni kadogo kama hao. Sasa hata wakikuza juu ya Yesu watamweka miaka yao, ndio anaelewa injili, wanaweza kupenda Yesu na kuendanisha na yeye. Now this word was there, but now it is here for us grown up. Trust and obey. Amini na uweze kutii. Kuamini ni kutrust. No. Kuwa na any trust ni kuamini mtu. I believe ni kuamini. Trust ni kuamini. Uamini na uweze kutii. Trust and obey. Na katika hii kichwa ni vizuri kuelewa kichwa kinasema nini. Ndio wakati tunaenda katika kuendelea tunaita the body, wakati tunaendelea katika mwili wa neno la siku ya leo, uelewe kichwa cha neno kinasema nini. Trust and obey. Vitu hizi viwili ndio tumeongozwa katika Biblia, tumeambiwa juu ya mambo mengi ambayo tunapaswa kuyatumia kwa imani. Lakini wakati Bwana ama Roho Mtakatifu anatuletea ujumbe, ni vizuri wakati huo kujua ni wakati wa msimu ule. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 11 ambapo tumeingia mwezi hatujaingia kutoka tulipozaliwa, tumeingia miezi mingi ya 11, lakini si mwezi wa 11 mwaka wa 2020. Bwana asifiwe. Lakini sasa Bwana ametuwezesha kuingia katika mwezi mpya. Na kila mwezi uachilia baraka zake. Kila mwezi uachilia laana. Kwa sababu wataalamu wa nyota, they are called astrologers. Kila mwezi usiku leo wa manane, usiku wa manane saa 6 usiku, walisimama na wakatabiria mwezi huu. They prophesy concerning the month. Kwa hivyo wewe kama ujielewi umelala na mwezi umeachiliwa juu ya mambo katika eneo lako, usiposimama imara, utakuta ule mwezi unakuta mtu akisema mwezi wa Januari ni mbaya sana. Mwezi wa Januari ni mrefu na ni mbaya, the longest month. Hata inakuwa double ya 31 days. Kwa nini? Ni kwa sababu astrologers wanajua kutabiria mwaka katika mlango wa mwaka. Mwaka unakuwa na mlango na mwezi unakuwa na mlango. Katika mlango wa mwezi wanatabiri na katika mlango wa mwaka wanatabiri. Na yale wanasema yanafanya kazi. Kwa hivyo ujumbe unapokuja, especially the first month ama siku za kwanza za mwezi, ni vizuri kukibishana na huo ujumbe. Kwa sababu huo ujumbe waweza kuwa baraka kwako, na kama hautakuwa na ufunuo waweza kukosa kile Bwana alinena. Bwana asifiwe. Huu ujumbe ulisumbua sana. Ulinisumbua sana kabla Bwana autoe. Nilijaribu kutafuta jana, lakini usiku ule wa manane huko, hapo ndio Bwana aliachilia ujumbe na ukakuwa na ukubwa ama upana sana ndani yangu, na nikashukuru Mungu kwa sababu ya kubali kuachilia ujumbe katika mwezi mpya. Nafikiri Bwana alitaka mwezi ukianza nianzanishe nao katika ulimwengu wa kiroho ili tuweze kupata hizi baraka. Bwana asifiwe. Amen. Huu wimbo unaimbaga trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but you trust and obey. Amen. 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 Ulimba hivyo mkiwa Sunday school. Trust and obey. So now tunataka kujua how we will trust and obey our God. I know we trust him. I know we obey him. But is it every season? Ni kila wakati tunatrust Mungu na tunatii? Ama kuna wakati tunasongwa na tunakosa kutii? Bwana asifiwe. Tunakosa kutii. Twende katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 7. Ndio Second Kings.
Sasa viongozi mtajua mpaka na Kiswahili maneno hapa. Nimesikia mnasumbuliwa na vitabu kama ni Chronicles anaitwa Mambo ya Nyakati. 2 Kings 7 verse 1. Na tuwajaribu kwenda marathon na wakimbisha marathon. Niko na Biblia ambayo inanipanulia maneno vizuri. Tuenda verse 1 mpaka 20. Hebu tuende hii hadithi ni marathon tusikie. Elisha akasema, tumefika hapo. Tuko 2 Kings chapter 7 verse 1. Tuko hapo. Na nyinyi wa keyboardist. Najua keyboardist wanaonekana kuhubiria Sundays yao. Keyboardist hata wajua afikirizaji mambo, kazi yao ni keyboard. Wanatakana ibada yao. Nitawaita ibada yenu. Lakini sasa msikilize. Amen. Haya, first 2 Kings 7 nasema 7 verse 1. Elisha akasema, lisikilizeni neno la Bwana. Bwana asema hivi: kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shekeli kwa shekeli moja langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Kamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hautakula. Basi walipokuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Ukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washani kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Hiti na wafalme wa Misri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kuangalia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa. Wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa. Wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washemi, na tazama, hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa, na hema zao kama walipoziacha. Na mabawabu wakaita wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotenda Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni, wakisema, watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Na mmojawapo wa watumishi wake akamjibu akasema, kumradhi, baadhi ya watu na watoe farasi 5 katika hao waliosalia waliobaki ndani ya mji. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli waliobaki ndani yake. Tazama, wamekuwa kama mkutano wote wa Israeli walioangamia.
tukawapeleke tukawaone. Basi wakawatoa magari mawili na farasi zake. Mfalme akawatuma kuwafuata Washami, akasema, enendeni mkaangalie. Wakawafuata mpaka Yordani, na kumbe njia yote ilikuwa imejaa mavazi na vyombo walivyotupa Washami, wapate kukimbia upesi watu wale waliotumwa. Wakarudi wakamwambia mfalme. Basi watu wakatoka wakaziteka nyara hema za Washami. Ikawa kipimo cha unga mzuri kikauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli, sawa sawa na neno la Bwana. Naye mfalme akamweka yule akida. Mjue ni yule akida ambaye alisema hata madirisha ya mbingu ikifunguliwa. Mkumbuke hivyo, nimeweka koma. Mjue yule akida. Tumeanza mwanzo Elisha akisema kesho wakati kama huu unga utauzwa shekeli, unga mzuri wa ngano, na shairi mbili zitauzwa shekeli. Na kuna mkubwa wa akida akasema hata madirisha ya mbingu na mamilango zikifunguka jambo hilo haliwezekani. Naye Elisha akamwambia kwamba utaona, lakini utafanya nini? Hautakula. Sasa wacha tuone. Naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake, akawasimamie watu langoni, na watu wakamkanyaga langoni, akafa, kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomshukia. Aliponena hapo mfalme ilipomshukia. Bwana asifiwe. Acha tumalizie tu hapo ile. Ikatukia kama vile yule mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme. Vipimo viwili vya shekeli kwa shekeli, na kipimo cha unga mzuri kwa shekeli. Ndivyo watakavyo kuwa kesho panapo saa hii katika lango la Samaria. Na yule akida akamjibu mtu wa Mungu akisema, sasa tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akasema, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hautakula. Ikampata vivyo hivyo, kwa kuwa watu wakamkanyaga langoni, akafa. Haleluya, amen. Amen. Kwa nini nimetaka tusome hiyo hadithi kwa urefu hivyo? Tumesoma the whole chapter. Nimeona hivyo? Tumesoma the whole chapter. Nimesoma hivyo kwa sababu ya mtu kuangalia. Unajua kuna wakati unataka kujua next. Kuna hadithi zinakuwa tamu. Kwa Biblia kuna hadithi zinakuwa tamu. Unataka kujua next. Lakini nitaka tusome, tuone vile imeanza ndio itamalizia. The way it started, it has finished the same. Maneno ya kinywa cha Elisha. Elisha alikuwa kwa wakati njaa ilitanda na ikajaa Samaria. Wakati ule mpaka mama wawili waliambiana, tukule mtoto wako leo, alafu kesho tukule wangu. Na wakakula mtoto wa mama wa kwanza, lakini wakati ilifika kula mtoto wa mama wa pili, ule mama akakataa. Njaa ilikuwa kali kiwango, walikuwa wamemaliza kukula ng'ombe zote na kondoo na kuku. Ikafika mahali chakula kile kilionekana ni mavi ya jiwa. Mavi ya jiwa, damu. Wenye walikuwa wanafuga jiwa, hata sijui walienda mpaka msituni, walichokua ile mavi. Sijui walipata utaalamu aje hiyo mavi ni chakula. Sijui walikuwa wanatengeneza uji, I don't know. But the Bible says, ukienda kwa chapter 6 utakuta walikula mavi ya jiwa, na hata punda akakuwa chakula. Wacha vile tunaambiwa kuna picha ziko na punda unafanya unatapika. Punda ni chakula. Alikuliwa wakati ule. To an extent, the jaw of a donkey was very expensive. Yaani unaenda unanunua kichwa cha punda na unakula jaw. Nafikiri maskini ndio wali afford kununua jaw. Ndio ilikuwa inaelezewa hapa. Hawakuelezea juu ya nyama zingine zile. Na hata farasi zilikuliwa. Unataka kujua zilikuliwa? Maandiko imetuambia ya kwamba farasi wale walikuwa wamebaki 5. Hao wengine walikuwa wameenda wapi? Kama siku kuliwa si walikuwa wamekufa. Na kama walikufa si walikuliwa. Lazima hakuna vile mtu atakula mwanadamu akue hakukula hata farasi. Farasi akichinjwa hivi bila wewe kujua utajua ni nyama. Kwa sababu inakaa nyama tu kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Hivi ndivyo walikuwa wamefikishwa na hali. Njaa ikakuwa imewasonga. Na desturi za Waisraeli, ungeshikwa na ukoma, lazima ungetoka nje ya lango. Hata Waisraeli wakiwa jangwani, wakati Miriam alipata ukoma,
ilibidi atoke nje ya ile kambi ambao wameweka hema. Kwa hivyo hao watu wanne wenye ukoma ni watu wanaonekana discouraged, kwa sababu namba 1 wamepata ugonjwa, namba 2 wako katika ile hali ya njaa, na huko nje ya lango hakuna chakula, wako na uchungu ya vinonda na wako na uchungu ya njaa. Watu discouraged, watu wamefika mwisho, watu hawana matumaini, watu wameona hali imewageuka, watu wameona ahadi za Mungu hazitimii, watu wanaona wamelaaniwa, maana ukoma ulikuwa ugonjwa wa kuadhibiwa. Bwana asifiwe. Ulikuwa ni ugonjwa wa nini? Wa kuadhibiwa. Ulikuwa ni ugonjwa wa hasira za Mungu. Tukitaka kujua ni ugonjwa wa hasira za Mungu, angalia Miriam, kile kilimpata alipoongea juu ya mwagio mafuta ambaye anaitwa Moses hata akiwa ndugu yake. Hasira za Mungu zilidhihirika na ukoma. Hiyo ndio ilikuwa yani ishara. Sasa neno la Mungu linatuambia kwamba watu wanne wenye ukoma, watu discouraged, watu hawana matumaini, watu familia zao ziko ndani ya kambi, wameitwa wanaume wanne, pengine walikuwa na ndoa na watoto, wamewacha wake wao wakiwa pale nje, hawakuweza kama watoto. Mtoto atawaza stress za vile amwacho gizani. Hao walianza kuangalia, tuko na mapigo, tuko na hali ngumu, hali ya mateso. Sasa nikikufa mke wangu atabaki aje? Pia watatufuata kwa sababu ya njaa. Watoto wangu wanalala namna gani? Na pengine huyu mwanaume ndiye alikuwa anajaribu sana juu chini aweze kununua mavi ya jiwa, ama aweze kununua the jaw of a donkey. Kwa hivyo hata yeye ako na mawazo juu ya familia yake, ako na mawazo ya uchungu wa ukoma, ako na mawazo ya njaa ile anasikia, ako na mawazo ya baridi ile anasikia huko nje, na tena mawazo ya familia. Ukiangalia huyu mtu ni mtu ambaye tunamuita hopeless, ni mtu ambaye ataweza shikwa na kitu tunaita siku hizi depression. Bwana asifiwe. Amen. Lakini katika ile hali hawa watu wanne walikuwa nayo, wamenipendeza. Kwa sababu ukienda pale juu, mtu ambaye ako na afya anakula, anashiba. Sidhani kwa mfalme kulikuwa kumeisha chakula. Lakini kuna kiongozi mmoja akida ambaye alikuwa ni mkono wa mfalme. Mkono wa mfalme ukisema nini? Right hand. He was the right hand of the king. Kwenye shana ndiye alikuwa ni kama nini tunamuita na Kiingereza PA. Sema ni PA. Right hand ni PA. Kwenye shana anakula, hana njaa, familia yake iko sawa. Kwa hivyo anakaa starehe mpaka imani yake kwa Mungu hakuna. Ako na imani kwa sababu ya zile vitu anaona. Kiongozi wa siku ya leo ametuambia namna gani? Kuna wale wanashukuru Mungu na kufurahia, ama wanaadoo Mungu kwa sababu akisikiliza kwa mfuko kuna 20,000. Kuna wale wanatafuta uso wa Mungu na amani kwa sababu zile hali wako nazo zinatangaza amani. Lakini ikifika wakati wamesongwa, wanaongea kama mwanadamu, wanatoka hali ya Mungu. Hivyo ndivyo huyu akida alikuwa. Akida alikuwa ameondoa trust yake kwa Mungu. Na alipoondoa trust yake kwa Mungu, akaipeleka kwa ile mali na akiba ya zile hazina ziko na mfalme. Kwa hivyo hata kuheshimu Mungu ikakosa. Obey. He could not be obedient. Walikuwa wanajua wakati wa zamani, tunajua wacha wakati huu hatuko ina shughuli ya manabii. Wakati huu manabii wanadharauliwa, manabii hawaaminiwa. Lakini zamani mnabii alikuwa anaaminiwa mpaka na mfalme. Ukienda verse 6 chapter 6 utakuta mfalme alienda mpaka kwa Elisha nyumbani. Akaenda kuambia Elisha, mimi nimeshikwa na huzuni. Wakati wa mama wawili wameleta kesi. Jana walikula mtoto mmoja na leo walikuwa wakule mwingine. Kwa hivyo mabishano nikaletewa. Mfalme alisikia uchungu. Akiwa chumba pale juu katika ukuta juu, alisikia uchungu. Na akasikia amejikosa, na akasikia amejidharau. Akashindwa, mimi ni mfalme, ninatawala taifa ambalo linaisha. Maana hakuna vile utakuwa mfalme bila watu ambao unatawala. Kwa hivyo mfalme aliamini Elisha. Na alipokuwa anaamini Elisha, alikuwa ameamini Mungu. Bwana asifiwe. The king trusted Elisha. And because of trusting Elisha, it is like he trusted God. Na maandiko inasema Elisha alipoambiwa na mfalme vile kunaendelea vile ni kubaya, Elisha akatabiri. Najua kwanza alisii Mungu na akauliza kutoka kwa Mungu, nitafanya nini? Hawa watu nitafanya nini? Maandiko inasema Elisha akaenda kutabiri katika lango. Lango ni mahali watu wengi wanakaa, especially wanaume. Wanaume wakiamka mapema hawezi kaa nyumbani wagojesha hii ipikwe. Wanapenda kwenda pale nje. Tunaitaka na Kikuyu pale Central Mungetho. Mungetho ni kasenta kama haka. Lazima waende waripoti Mungetho. Kwa hivyo pale katika lango wanaume wamekaa.
na hata huyu right hand wa mfalme alikuwa. Na Elisha akasema ya kwamba kesho wakati kama huu unga msafi, kulikuwa na unga msafi mohinyu. Msafi ni unga imesiagwa vizuri, haina vitu ndani. Unga msafi wa ngano utauzwa kwa shekeli. Kitu impossible. Kwa sababu ajua of the donkey ilikuwa inauzwa shekeli 2. Na unajua ni kitu inaonekana ni cheap. Kwa hivyo unga msafi ulikuwa wa bei. Na akaambiwa shekeli 2 zitakuwa zikiuzwa kwa shekeli. Nini? Shairi 2 zitakuwa zikiuzwa kwa shekeli. Huyu akida maana hajui kutrust. Ameondoa trust yake kwa nabii. Na ameondoa trust yake kwa Mungu. Na Waisraeli walikuwa waongozwa na Mungu, akaongea kama mwanadamu ambaye hana trust na hana kutii. Akasema hata mbingu ikifunguka. Hata yeye amekuwa mnabii. Bwana asifiwe. Amen. Sasa naye amekuwa nini? Mnabii. Anasema hata mbingu ikifunguka. Kufunguka madirisha ya mbinguni. Hata kama ni milango itafunguka. Yaani alielezea ile upana wa kumimina zile vitu ambazo Elisha amesema. Jambo kama hilo haliwezi fanyika. Na kwa sababu nafurahia manabii wa zamani walikuwa wanaongea kitu na inafanyika. Hawakuwa na doubt, they were very connected with God. Maandiko inasema Elisha akamjibu akamwambia ya kwamba ninakuambia hivi. Ninakutabiria hivi. Hakusema kutabiri, lakini maneno yote ya nabii yalikuwa na Mungu. Akasema wewe kesho utaona. Jambo hilo lazima litimike. Lazima utafanya nini? Utaliona maana litafanyika. Lakini hautakula. Hakumalizia aseme ni kukufa. Wengine walifikiria zile chakula zitapatikana, yeye atakuwa katika bustani. Na maandiko inasema ile trust and obedience zikaenda kwa watu hopeless. Wenye ukomo walikuwa wanatupwa huko wakufe, maana walikuwa wanakufa. Mwenye alipona ni Miriam. Wengi wa ukomo walikufa. Ndio unaona wale watu 10 tumeambiwa leo waliendea Yesu maana walijua hawawezi kupona. Na ukoma ni ugonjwa uko na uchungu. Wengine wafikiri tu ni vinonda. Ukoma uko na uchungu sana. My grandmother ambao wameolewa kwa pamoja na shosho mmoja amezaa my father alishikwa na ukoma. Si miaka ya zamani nikiwa na my first born. Nikijifungua first born alikuwa tayari ameanza ukoma. Alilalaga akilia usiku na mchana. Miguu inaingishwa ndani ya maji baridi kabisa. Dakika kadhaa maji inatoa moshi. Vidole zilikatika nikiona. Ukoma iko mpaka sasa hivi. Shosho aliuliwa na ukoma, shosho huyo. Ni chungu. It is very painful. Lakini hawa watu wako na uchungu ya ukoma, wako na uchungu ya kukaa nje baridi kwenye baridi, wako na uchungu ya njaa. Lakini ndani ya mawazo yao na mioyo yao kuna kitu kilibaki. Waliamini na wakamheshimu Mungu. They trusted and they obeyed God. Hata kama ile ugonjwa imekuja, hawakunungunika wala wapige kelele. Walijua ni ugonjwa ya kuadhibiwa. Na wakati wote ukiadhibiwa na Mungu, walijua kile watafanya tu ni kuendelea kumwamini na kumtumainia. Pengine hata nikifa nipate uzima. Na kwa sababu ya hiyo kitendo, Roho wa Mungu uliyekuwa ndani ya Elisha, baada ya Elisha kutabiri, Roho wa Mungu ukaingia ndani ya wale watu 4. Bwana asifiwe. The 4 people, just 4. Wakaingiwa na roho ambao ni wa Mungu. Miili yao inauma, lakini mioyo yao na mawazo ikakuwa connected na Mungu. Hawakutupa matumaini. Hawakukufa moyo. Hawakuangalia zile hali walikuwa nazo. Hawakuangalia uchungu. Hawakuangalia familia zao nyumbani vile zinateseka. Hawakuangalia adhabu ambaye Mungu ameachilia juu yao. Na watu wengi walipata ukoma ni wale watu walidisobey. Kuna disobedience ile ilikuwa sana ukoma ilikuja kwa sababu ya mdomo mrefu. Masengenyo. Kwa sababu kuna adhabu zile, kuna ile ukisharati obvious ni mawe. Kuna zile tabia uliyafanya dhambi za zamani uadhibiwe direct tunauliwa. Lakini masengenyo, tunaona Miriam amepewa ukoma kwa sababu ya masengenyo na kudumisha watu wa Mungu ama mtumishi wa Mungu. Sasa hawa watu kuna mambo waliongea kinyume. Aidha na mfalme ama Elisha. Batimali pale nje wakaanza kurejelea upendo wao na Mungu. Wakaanza kurejelea uhusiano wao.
wakaanza kuambia Mungu. Najua walikuwa wanatubu, walikuwa wanaambia Mungu awahurumie, Mungu awasamehe. Pengine walikuwa hawana matumaini ya kuishi, kwa sababu ukiangalia na Mungu inasema hawakuwa na matumaini ya kuishi. Walisema tukiingia kwa kambi tutakufa. Kwa nini watakufa? Kwa nini? Watauliwa, kwa sababu sheria imesema wakae nje. Na pia tena kuna njaa, tukikaa hapa bado tutakufa njaa. Heri tuende kwa kambi ya Washemi, kambi ya Wafilisti. Tunaitwa Washemi na Kiswahili the Philistines. Tuende huko, ama si Wafilisti, Kiingereza inaitwa Wafilisti. Waende katika ile kambi, tukakufe tu mara moja, maana tutakatwa tu, we are going to be slaughtered. But there is something in them unique, apart from their disabilities and problems. They trusted and they obeyed. Tutajua hapo mbele ni wapi tutaona wana trust na wana obey. Know what they did? Waliambiana tuende. Nakumbuka hili neno tukihubiriwa nikiwa kijana. Sidhani nilikuwa na miaka ya shiro. Lakini I was a youth. And I remember my father preaching kanisa mzima akihubiri. Na akapeana mfano. Yeye alikuwa anapenda sana mifano. Na alikuwa anapeana mifano na practical. Akaita wanaume 4 hapo mbele kanisani. Na wakaambia washikane mikono, they hooked one another. They hooked one another. Bwana asifiwe. Amen. Acha niangalie wenye wajaboeka sana na wenye wana simama Steve. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa vijana wao huko nyuma. Hawa wawili, Jose na huyo the new kama. The new kama come here. Haya, simameni hapo. Kupanga laini vizuri. Haya, ingisha mikono pamoja. Hook to one another. Mkono na mkono, mkono na mkono, mkono na mkono. Wacha kushika kiuno ya mwenzako, mkono na mkono, John, mkono na mkono. Hivyo. They hooked to one another. Kwa sababu they have no strength. Wako na uchungu na wako na njaa. Wakajua tukishikana hivi tutaweza kutembea. At least tutafika. Because they were weak. Hebu jaribuni kuenda kama watu weak. Msiende mbio, pole kanyaga hivi. Pole. Ni kama mnatetemeka, ni kama mnaanguka, ni kama hamna balance. Walitembea hivyo. Can you see? Yes, good John. Hivyo ni kama watu hawana nguvu, lakini wanaonekana nini? Nguvu. Na walijadiliana. Wakaambiana, tukikaa hapa tutakufa. Tukiingia kwenye kambi tutakufa. Heri tuende kwa Washemi, tukufe haraka. Walitaka umubushale ama upanga ama mkuki wakufe kwa haraka. Little did they know there is a God of mercy. Amen. At the seat of mercy. Amen. 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 Turudi tu kwa viti zetu. Nitaka that example, kama kungekuwa nafasi kubwa ningeambia watembee mpaka pale. Sasa hawa watu wanatembea wakiwa wameamua jambo moja. Wameweka mizigo chini. They set their family free. Wakasema mke wangu nimekuachia Mungu. Watoto wangu nimekuachia Mungu. Samaria nimekuachia. Wale walitufukuza tumekuachia. Ode ya mfalme tumekuachia. Tabia zetu zile zimefanya tukue na ukoma tumewachukuachia. Hata ukoma ulio ndani yetu tumekupatia. Hali zetu tumekupatia. Hata njaa tulio nayo tumekupatia. I can see surrendered people. Surrendered men. They were totally surrendered to God. Na niposa waliopotembea. Neno la Mungu limetuambia ya kwamba miguu ya watu 4, the 8 legs, the 8 weak legs, miguu 8 ambayo ni midhaifu, Bwana aliweka vishindo ndani ya hiyo miguu, na hiyo vishindo ikakuwa ni kama jeshi la vita la mataifa wangapi? 3. Maandiko imesema taifa moja la Warumi wanaitwa wa Misri, the Egyptians, and we call them the Washemi. Wameitwa nini? Wameitwa aje? Kuna vile wameitwa hapa. The 3 tribes, the three kingdoms. Kuna mahali imesema, natafuta hiyo jina. Wa Misri. Taifa moja ni la Misri. Taifa lingine wakafikiria ni la Waisraeli. Na lingine lilikuwa la, there is another tribe.
likakuwa ni taifa tatu ambazo zilisikikana. Ziko hapa, nimeliona iko verse 6 nasema, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo, alifanya Washami wasikie. The Palestine had a voice cha miendo ya magari ya kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambia, na tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Hiti, the Hivites, ni hao walikuwa na Wahiti, the Hivites, na wafalme wa Misri, the Egyptians, waje wapigane nasi. Kwa hivyo Bwana akafanya iwe ni vishindo za mataifa matatu wameenda kupiga taifa moja. Kwa hivyo wale majeshi wakiwa katika kambi zao, na ilikuwa ni wakati wa sapa. Ni maida masapa saa 1, saa 2, saa 3. Ilikuwa ni wakati wa sapa. Wakikula mikate, wakikula asali, kwa sababu walikuwa wakati wote mataifa yangetaka kupigana vita, walikuwa wanajua tutakaa mahali pale miezi 3 ama miezi 2. Lazima number 1 wajenge kambi, number 1 waweke ile wapelelezi, number 2 number 3 wa make sure ile taifa limejua tunakuja kuwapiga. Si always ilikuwa kuvamia, ilikuwa lazima wajiandae. Kwa hivyo walikuwa wanaleta chakula cha kutosha na mahitaji yao yote. Na maandiko inasema ile masaa Bwana alifanya wale wavurugike, ile masaa inajulikana, hakuna mtu ataangalia, hakuna mwanga wa kufanya wajue ni wenye ukomo. Ilikuwa ni giza totoro, hakuna mpelelezi anaangalia. Kwa hivyo farasi zimefungwa na kamba, zimefungiwa mahali zinastahili kukaa. Punda zimefunguliwa pia. Punda zilikuwa zinakuja kwa sababu ya kubeba mizigo. Magari za vita ziko mahali pale pedi. Store imejaa chakula. Na hata kwa nyumba zao kuna chakula. Pengine walikuwa wanakula. Hawakuwa wamelala. Maana maandiko yanasema walisikia. Hawakuwa wamelala. Mungu akafanya